Sisi tunasimama kama DCP imara na Uhuru Muigai wa Kenyatta. Sisi tunasema hivi, mnaweza cheza na matiti ya mama, lakini hamwezi cheza na makende ya baba. Mkiguza Uhuru Kenyatta, mmeguza transformer ambayo iko katika taifa la Kenya. Hatutakubali. Ninaitwa Assumpta Wagui wa Muiruri. Mimi ni kiongozi katika Nakuru County na pia mimi ni mwaniaji wa kiti cha Women Representative 2027 na chama cha DCP. Napenda kuchukua nafasi yangu nikiwa hapa kotini kuwashukuru watu ya Nakuru kwa njia kuu zaidi, kwa sababu tangia nipate hii maneno ya kushikwa na kuletwa mahakamani wamenionyesha upendo mwingi sana. Wametembea na mimi katika social media, wametembea na mimi kukuja hapa kotini kila wakati, na sichukulii jambo hilo kama kawaida. Napenda kuwashukuru sana na niwaambie tuko pamoja na tunaendelea. Nashukuru Mungu kwa sababu tunapiga hatua kwa hatua, tumepewa date nyingine na pia bado tutakuja. Napenda kusema ya kwamba ni vizuri wa Kenya tuelewe ya kwamba kila mtu ana haki yake. Una haki ya kufikiria, una haki ya kujiongea, pia una haki ya kutangamana na watu wowote, na pia una haki ya kuchukua any decision, kwa sababu hiyo ni katika katiba yetu ya taifa la Kenya 2010. Nyakati hizo za kufinyiliwa pasipo kuongea ziliisha kitambo. Hizo zilikuwemo wakati wa kina Koigi, wakati wa kina Raila, wakati wa kina Matiba, lakini kwa leo sisi tuko na freedom ya mambo mengi. Na kwa sababu sitaki kuongea mambo mengi kwa sababu bado ningali na kesi hapa, nataka kuachia hapo, lakini ningependa kuwaambia Wakenya una haki ya mambo mengi sana na usikubali kufinyiliwa. Hata ukiwekwa pale korokoroni una haki. Try as much as possible to exercise haki zako. Kwa sababu ndio maana katiba ya taifa la Kenya ilipiganiwa. It was so simple. Mimi nilitembea nikienda kusaidia mwananchi wa Kenya, mama mwingine ambaye alikuwa anabomolewa nyumba, mke wa polisi. Kwa hivyo nilienenda pale katika kambi ya polisi, akaniambia ninabomolewa, sina pesa ya kuhama, sina pesa ya kulipa nyumba, na mume wangu ako kazi nje, anapigana vita huko nje, na hatuwasiliani kwa sababu ya utata wa kazi aliyokuwemo ndani yake. Na kwa hivyo mimi nikaenenda pale ni kusaidia yule dada yetu, na nikiwa pale ndio nikashikwa. Hivyo niko na freedom ya kusaidia anybody in this Republic of Kenya, whether is a relative or is a citizen of this republic, wherever they are. Nafikiria niko na uhuru wa kutenda hivyo, na mimi ninaamini I was doing the right thing. Wacha nisiongee kwa sababu mahakama ita take its course. Kwa majina naitwa Simon Sankale Ole Nasieku, katibu wa chama cha DCP, Democracy for the Citizen Party, chama ambacho kinaongozwa na Rigathi Gachagua ambaye ni shujaa wetu katika taifa la Kenya. Mambo yale yanaendelea hapa katika kaunti ya Nakuru. Ningependa kuomba Independent Police Oversight Authority IPOA waweze kumkamata mara moja County Police Commander Samuel Boit, kwa sababu huyu county commander ambaye ni mfanyikazi wa William Ruto aliletwa hapa kukandamiza watu ya one term. Imekuwa kwamba wiki iliyopita wakati ambapo Assumpta alipokamatwa alikuwa pale katika county commander's office, tulikuwa mahali pale watu zaidi ya 15, na alipokuwa anatolewa kwa ofisi yake alisema kwamba huyu mama ambaye ni wa one term apelekwe kwa cell mara moja, asipatiwe cash bail, na mimi na hakuna mtu anaruhusiwa kumuona katika cell hadi wakati atakapofikisha katika polisi katika kotini. Mimi ningependa kusema hivi, County Commander wa polisi Samuel Boit, wewe ni mtu kati ya wale ambao wameletwa hapa kuweza kukandamiza katiba ya Kenya. The Constitution of Kenya inatukubali kwamba sisi tuweze kukua na freedom of expression,
freedom of conscience, freedom of movement, freedom to associate with a political party which has been registered. DCP ambayo inaongozwa na Rigathi Gachagua is a registered political party. Na mimi ningependa kuomba Dr. William Samoei Ruto, najua ya kwamba umebaki na miezi 14. Kama ulituletea huyu ambaye anaitwa County Police Commander wa polisi anaitwa Samuel Boit kuja kutukandamiza watu wa one term, tunawaambia kwamba mwaka wa 2027 tarehe 10 tutahakikisha kwamba tumeua nyoka na mayai yake, wale ambao wanamuunga William Ruto na wale ambao wanaunga wale ambao wako katika chini. Pia jambo lingine ningependa kusema ni kwamba kama hivyo huyu mama anakamatwa kwa sababu yeye ni one term, inamaanisha kwamba hata kina Rigathi Gachagua watakamatwa kwa sababu hao ni one term. Matiang'i watakamatwa kwa sababu hao ni one term. Kalonzo Musyoka watakamatwa kwa sababu ya one term. Martha Wangari watakamatwa kwa sababu ya one term. Anaitwa Eugene Wamalwa. Sisi tunakataana na hii violation of the constitution. Mimi naomba IPOA wafungue file mara moja kwa sababu ya County Police Commander wa polisi ambaye anaitwa Samuel Boit aweze kuchukuliwa hatua mara moja. Pia ningependa kusema hivi, ni vibaya sana tunaona vile ambavyo wanavyojaribu kumkandamiza na kuweza kudhulumu haki za the fourth president of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai wa Kenyatta. Sisi tunasimama kama DCP imara na Uhuru Muigai wa Kenyatta. Na inanishangaza kwamba wale ambao ni birds of the same feathers fly together, wale ambao ni watu wa karibu sana na Dr. William Samoei Ruto, hawa ndio wale ambao wanatusukuma hii agenda ya kutoa zile fedha za Uhuru Kenyatta kutoka kwa budget. Tunaona watu kama Senator Cherangei, tunaona Aaron Cheriot, tunaona Faruk Kibet ambaye ni personal assistant wa William Ruto. Tunaona pia hata ule Sudi, ule ni mtu ya mkono, ule engineer wa kukarabati mambo ya William Ruto. Hawa ndio wako katika mstari wa mbele wakianza kudai kwamba ile pesa ambazo zinapatiwa benefit za Uhuru Kenyatta ziweze kuondolewa. Sisi tunasema hivi, mnaweza cheza na matiti ya mama, lakini hamwezi cheza na makende ya baba. Mkiguza Uhuru Kenyatta mmeguza transformer ambayo iko katika taifa la Kenya. Hatutakubali. Nyinyi ambao ni Kalenjin mafia mnajaribu kuweza kumkandamiza huyu ambaye ni Uhuru Kenyatta, hatutakubali. Tafadhali mnaweza cheza na matiti, lakini ikifika hapo pengine msiguze makende. Kwa majina naitwa Ben Kihanya, mgombezi wa kiti hapa Nakuru Town East Constituency na pia mfuasi sugu wa chama cha Jubilee. Tumekuwa hapa katika msururu wa kumleta dada yetu Assumpta Wangui wa Miruri. Na kama vile ambavyo katibu wa chama cha DCP hapa Nakuru amesema, ni wazi dhahiri ya kwamba kuna njama ya kuweza kureduce political space ambayo tumepewa na katiba yetu. Na tuko hapa kwa sababu juzi tu Uhuru Kenyatta kwa kupiga simu moja inafanya taifa mzima inayumba, kana kwamba mtu kuwa rais haki zake zinakwisha kwa kutoka ofisi. Tungependa kuwafunza hawa majamaa kwa sababu wengi hawakusoma katiba, wengi walipinga katiba hii na wamekuwa wale tunaweza sema slow runners. Ya kwamba katika katiba yetu kipengele namba 32, kipengele namba 33, kipengele namba 50 zote zinaongea kuhusu political rights. Mtu kusema one term, ana haki ya kufikiri, ana haki ya kusema, ana haki ya kueneza, ana haki hata ya kufikiria ya kwamba rais hatamaliza muhula wake wa kwanza. Wacha ati atamaliza, hata kufikiria na kueneza kwamba rais hana uwezo wa kumaliza muhula wake wa kwanza. Mkenya yote ana haki hiyo. Siku za, na hii ni kaunti muhimu sana. Hii ni kaunti ya JM Kariuki. Hii ni kaunti ya Koigi wa Mwere. Hii ni kaunti ya wakili Mirugi Kariuki. Hii ni kaunti ya majabari wa kisiasa, watu ambao wamesimama kidete na kutetea political space. Kwa hivyo hakutaletwa mtu mmoja kutoka mahali popote ajaribu kufanya nafasi hiyo kuwa finyu. Tutateta, tutasema na yeye ndiye ataenda na atatuacha hapa. Tukisema kama ni one term, tunasema ni one term. Tukisema ya kwamba rais ameshindwa na kazi, tunasema rais ameshindwa na kazi. Na jambo la pili ni ya kwamba principles za policing, modern policing principle, ambao sijui kama huyu kamanda wa polisi anajua
Na unajua siku hizi Kenya, pengine wengine watu wanapewa madaraka kwa sababu ambazo si sababu za kuweza kuwa ya kwamba wanaweza kazi. Ya kwamba principles za policing zinakataza polisi yoyote kujihusisha na masuala ya kisiasa. Kwa hivyo huwezi sema kwamba unashika mtu kwa sababu amesema one term. Hauwezi sema kwamba wewe ni mtu wa kutetea two term. Kama unataka kuingia katika siasa, vua uniform, toa kirauni, ingia, ili ya kwamba tukidili na wewe tunadili na wewe kisiasa. Hapana jificha na uniform, hapana weka kirauni yako pale ili ya kwamba kugandamiza haki ya Wakenya. Ni hayo tu kwa sasa, na muachane na Uhuru Muigai Kenyatta. Yeye aliserve term yake, hakukuwa na hii maneno ya polisi kugandamiza haki za watu, na kwa hivyo tungependa kwamba mumkome, muachane na yeye. Ana haki zote kama Mkenya, kwa sababu ibara ya 4 ya katiba yetu haijasema ya kwamba ukisha serve as a president haki zako zitakuwa ya kwamba hauna haki kama Mkenya. The constitution is very clear. It says every person. Uhuru is a person. Uhuru is not an angel. Uhuru is not the devil. Uhuru is a Kenyan citizen, na ana haki ya kujieleza, ana haki ya kutetea chama chake, ana haki ya kujieleza kabisa. Asante, Mungu awabariki. Okay, my name is Janet Kenya Mura. I'm the Deputy County Secretary, DCP Nakuru County Branch. I'm also an aspirant for senatorial position come 2027. So I'm here to stand in solidarity with one of our women rep aspirants, Honorable Assumpta, because we feel there is unfairness which is being propagated by those people who are in the system. Please stop harassing people because of their political stand. Every Kenyan has a right to align with whichever political party that they want. We also say you should also be ashamed of harassing women. Women are already facing so many challenges as in the political cycles and space. So why are you creating more burden to women leaders? Tunasema hiyo ushenzi lazima mmalize. Na hii serikali ni ya ushenzi, na tutazidi kusema ni ya ushenzi, na lazima tutaipeleka nyumbani come 2027. Na 27 hayuko mbali, lazima tutawapeleka nyumbani. We are saying this. Hizi kesi mumekea our supporters and our leaders everywhere, rubbish. Hizo zote mmalize, hatutaki kuziona. And we are saying this. Why are you not using that energy to bring the goons that you are using in churches, in political rallies, even in storming people's private premises like we saw in Tuju's case? Why are you not apprehending such people and redirecting your energy to bring this to bring this country to order? Why are you doing that? Why are you not holding those people who are supposed to be held accountable and redirecting the energy at the wrong places? Sisi tunasema hivi, sisi DCP hatusongi. Sisi kwa Gachagua hatutoki, na wewe huwezi kuwa kiongozi wetu. Kiongozi wetu ni Rigathi Gachagua, na chama ni DCP, na Wakenya sio wajinga. Hiyo chama ya udaku hakuna mtu atachaguliwa nayo next year. Chama ni DCP na viongozi watachaguliwa na DCP, na watasimama na wananchi kwa sababu ni wananchi watawachagua. So tunasema hivi, we don't want political harassment. We don't want political persecution. We also don't want our men and women in uniform to take political stands. We need them to be very neutral. And if they have to participate in politics, as one of us has just said here, mtu aeke uniform yake chini, resign kutoka kwa hiyo kazi, tupatane kwa uwanja tukisema one time, na hiyo ututam ya ushenzi. Nimemalizia hapo.